Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, Katibu Mkuu, Manaibu Katibu Wakuu, ndugu zangu, wageni wenzangu tulioliko hapa hasa kutoka ofisi ya msajili na vyama vya siasa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ABC Igito. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba nikushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa namna unavyoongoza kikao hichi na chama chetu kwa jumla, lakini vile vile ninashukuru sana wajumbe kwa mara ya tatu kunipa fursa ya kuweza kugombea kupitia chama chetu cha ABC. Ni kweli nilikuwa sikutia nia sana kugombea baada ya kugombea mara mbili na baada ya kustaafu mwenyekiti, lakini busara baadaye zikanituma kwa manufaa kugombea kwa sababu ya mawili yafuatayo. Kwanza, ukiacha ile haki ya kidemokrasia ya chama chetu kwamba kila mwanachama ana haki ya kugombea, lakini vile haki iliyoko katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar kwamba raia ambaye anatimiza miaka 18 na kuendelea anaweza kupiga kura, akifika miaka 40 anaweza kugombea nafasi ya urais. Nikaona kutokana na uzoefu niliopata na mambo ambayo nafikiri kutokana na uzoefu niliopata na taaluma nilionayo, naweza nikasaidia nikafanya mambo matatu. La kwanza, bado katika taifa letu bado pamoja na juhudi kubwa inayochukuliwa na serikali zote madarakani, lakini bado pengo la mnacho na sinacho linapanuka kila siku. Yaani maskini anakuwa maskini na tajiri anaendelea kuwa tajiri. Nikaona kuna nafasi ya kutumia taaluma na uzoefu nilionao tukapunguza hiyo gap kama nikipata nafasi ya kuongoza. Sababu ya pili ni kwamba katika maendeleo, nakumbuka Mwalimu Nyerere alisema maendeleo, kuna maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu. Tumejitahidi sana katika maendeleo ya vitu hasa kwa upande wa Zanzibar, lakini maendeleo ya watu bado yako duni sana. Nikaona nayo nafasi ya kuleta maendeleo ya watu. Human capital inahitaji kufanywa kazi. Labda nitoe mfano mdogo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Zanzibar mpaka leo mchele unauzwa shilingi 2,300, mchele wa kiwango cha chini kabisa. Zanzibar ina hekta 8,500 wakati mimi ni waziri wa kilimo, na mpaka leo wamefika hekta 2,200. Kama hekta 8,000 zikiweza kulimwa zote kwa mara mbili kwa mwaka, Zanzibar inajitosheleza kwa chakula yenyewe. Sasa chini ya ABC sera zetu kutoka mapema kwamba lazima tumsaidie mkulima. Basi tukasema sisi tukipata nafasi kwa mwaka mzima wakulima pembejeo zao wapate bure bila hata senti 5 ili wajikwamue katika kilimo. Maana yake unahudumia 65% ya wananchi ambao wanashirika na kilimo. Lakini pili ni swala la elimu. ABC tumesema kwamba elimu kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu ni bure. Mimi mwenyewe nimesoma bure. Lakini vile vile kuna walimu wanaoandaa watu. Kwa Zanzibar tunawaita walimu wa madrasa. Hawamo katika mfumo wa serikali, lakini ndio watu wanaopika watu kabla ya kwenda hata shule. Nakumbuka marehemu baba yangu mwaka 1945, 48 mpaka 50, 60 alikuwa na chuo akifundisha wanafunzi kama 300, lakini serikali ilikuwa inamlipa. Sisi hatuoni sababu kwa nini watu hawa walimu hao wasilipwe wakati wanaandaa watu. Kwa hiyo walimu wote wanaofundisha dini wa aina zote lazima tuongee utaratibu wa kuweza kuwalipa. Juzi nimesikia Zanzibar wameanzisha utaratibu kwamba ofisi ya mufti ianze kuwashughulikia, lakini sisi kwenye ABC tunasema kwamba walimu hawa sio kuwashughulikia, tuwekee mtaala na wao waweze kufaulu kuingia katika vyuo mbalimbali na hatimaye waweze kusomesha
vizuri zaidi kama vile ambavyo wanasomesha wengine na walipwe fedha zaidi. Hilo nalo ni jambo ambalo litasaidia sana kuondosha tatizo ambalo lipo kubwa sana, swala la maadili yetu kuharibika. Lakini vile vile kuongeza kiwango cha elimu kwa watu wetu, lakini kutoa ajira vile vile kwa watu wetu. Na tatu ambalo naliona la msingi sana ni swala zima la katiba. Katiba ya Zanzibar inahitaji kufanywa marekebisho. Bahati nzuri nilipata fursa mwenyekiti kuwa makamu mwenyekiti wa kikosi kazi. Na bahati nzuri naye hapa Mheshimiwa Nyahoza yupo, na alikuwa kwenye kikosi cha kikosi kazi. Na Zanzibar ilikuwa ni kikosi kazi vile vile. Hizi katiba zinahitaji kufanywa marekebisho. Na moja ambalo katika ADC tunataka kuhakikisha tunarudisha madaraka na mamlaka kwa wananchi. Kwa sisi leo sheha anateuliwa. Sheha ni mtu wa kitongoji kabisa wa kijiji. Kwa nini wananchi wasimchague mwenyewe? Achaguliwe ili watu waweze kupimwa. Vivyo hivyo tufike pahala katiba kitaka kubadilishwa ipate ridhaa ya wananchi. Yaani lazima kuwe na kura ya maoni kubadilisha katiba. Sio unaichukua tu katiba unaipeleka kwenye bunge. Haya ni mambo makubwa yanataka kubadilishwa. Nafikiri ADC ingeweza kufanya mambo makubwa haya na mengine zaidi iweze kuwasaidia watu. Kuna swala la kilimo, na swala la uvuvi, kwa mega sera yetu ya uchumi wa buluu inataka kufanywa kazi zaidi, haujafanyia vizuri hata kidogo, bado uzalishaji wa uchumi buluu sio nzuri. Kuna swala zima la kazi, ajira na kadhalika. Lakini ADC ni digital na digital bado haijafanywa kazi. Mimi nafikiri ina fursa nzuri ya kuweza kufanya kazi hiyo chini ya ADC mkinipa ridhaa yenu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante na kushukuru sana. ADC, naomba kura zenu niwakilishe tena. Bahati nzuri pamoja na umri umekwenda, lakini nguvu bado nazo za kutosha na nafikiri naweza kufanya kazi kwa ufanisi sana. ADC. Mzee, mikono hii. Hebu tuanze na Habibu. Shamuona pale Habibu. Karibu sana. ADC. 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 Kwa majina naitwa Habibu Mfaume Ali, Kamishna Kanda Unguja. Isitoshe ni mgombea wakilishi jimbo la Bumbwini. Mheshimiwa, siasa za Zanzibar tunazijua sisi tunokaa Zanzibar. Miaka iliyopita tulishiriki katika uchaguzi mkuu na akatokezea mengi. Tukija kwako wewe unatuambia tutulie. Je, mara hii unatuahidi nini kwa hili? Asante. Huyu anatokea Zanzibar, ndio maana nilimpa mkono wa sawa jamani Zanzibar unaijua wenyewe wa Zanzibari. Haya wa bara nao wamenyosha. Haya kule mwisho kule. Kule mkono umeishilizia nataka nimuone yule. Mariamu, subiri kidogo. Ni Mkorea. Haya karibu. Huyu ni mwenye Pemba. Tumepata Unguja. Sasa tunakwenda ADC. Subiri kidogo. Walaya mwezi kuamini kama sikujua huyu ni Muunguja, huyu ni Mpemba, kwa sababu nilikuwa simuoni wakati ananyoosha mkono. Kwa ni kama bahati ya Mungu ameanza Muunguja kaja Mpemba. Karibu sana. Mheshimiwa, ambaye kwamba tunataka kukupa ridhaa ya kuchukua Zanzibar 2025 mpaka 30. Tuna swali ambalo linatupa ukakasi ndani ya Pemba Mheshimiwa. Na swali hili ni lazima utueleze kwamba 2020 mimi binafsi ninayo shahidi kwamba kuna wanaogombea nafasi za uwakilishi na ubunge walishinda, lakini chama kikashindwa kutetea haki zao na wakapata ule uwakilishi walioomba katika maeneo husika. Kwa sababu mara hii wananchi tutaamua kukupa ridhaa ya kuweza kuongoza nchi. Je, utatusaidiaje kuona kwamba wale ambao kwamba wameshinda wanaweza kupata haki zao? Asante. Asante sana. Haya mkono wa mwisho wa mwanamama. Sasa Mariamu mtauliza Wazanzibari wote. Naam? Karibu sana. Nilifikiri Mariamu. Nisamehe bure. Karibu sana. Kwa majina naitwa Mwanaharusi Muhammad Mwembe kutoka Kusini. Mheshimiwa, nina shida moja.
Swali langu linaishi shida, ndio maana nitanguliza shida. Huku kwetu Lindi kuna wanyama wanaitwa tembo, wanatusumbua sana. Sasa hivi tuna shida sana ya chakula, tunashindwa kujikimu. Mpaka kusomesha sasa imekuwa changamoto kubwa sana. Lakini tatizo kubwa lililozidi, watu wanauawa sana na nyama tembo. Mpaka sasa hivi wengine pia wapo hospitalini wameumia kwa ajili ya wanyama tembo. Na kuomba mheshimiwa, mpaka kuwa rais ni bado, lakini wewe uwe kipaumbele kupeleka taarifa zetu kwa mheshimiwa rais aliyepo madarakani, atusaidie juu ya hoja hii, ninakuomba sana. Lakini pia wewe ukiingia madarakani utatusaidiaje? Asante kwa mnyama tembo. Asante. ADC, swali zuri sana, kwa sababu rais wa Zanzibar pia huwa anakuja kufanya ziara bara. Kwa hiyo akisha kuwa rais, mimi kama mwenyekiti nitamuomba aende mkoa wa Lindi na Chingwea. Si unatoka na Chingwea? Najua unakotoka bwana harusi. Jamani, huyo ni mke wa mkurugenzi wetu wa sera utafiti, ndugu Majase. Kwa hiyo kwanza nikupe pole ya msiba, Mungu akupe utulivu. Alifiwa na babake. Mheshimiwa mgombea urais, karibu sana wa Zanzibar. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza niwashukuru sana walipata fursa ya kuuliza maswali mazuri, na maswali mawili kwa kweli yanalingana sana, ni swala zima la uchaguzi. Katika kipindi kilichopita ni kweli kabisa hali ya uendeshaji wa uchaguzi haikuwa nzuri hata kidogo, na matokeo yake vyama vya siasa vingi vikapata matatizo. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akafikiria kwamba ni vizuri akutane na vyama vya siasa au wadau wa siasa, na hatimaye aunde kikosi kazi katengeneza utaratibu ambao tutahakikisha kabisa tunaingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki na sawa. Kwa nia kwanza kwa utawala inaonekana kama kuna nia nzuri ya kuhakikisha kabisa tunakuwa na uchaguzi uliokuwa huru na haki. Sasa ni wajibu wetu sisi mambo mawili ya kufanya. La kwanza, kama vyama vya siasa, ni kuheshimu taratibu zote za sheria na kanuni za uchaguzi. Lakini pili, serikali kwa kupitia tume ya uchaguzi ambayo nayo imeahidi ni kusimamia uchaguzi ulio huru na haki. Sasa kama chama cha siasa na hasa chama chetu cha ADC, tumesema pale ambapo patatokea kasoro yote ya uchaguzi, tutatumia taratibu za kisheria na kanuni zilizopo kuhakikisha tunadai haki yetu. Tumeamua toka mapema sana ADC tusiingie barabarani, tusiingie mtu mwilini, lakini tutatumia taratibu za kisheria zilizopo kuweza kudai haki yetu pale ambapo tunafikiri haki haikutendeka kwa upande wetu. Nafikiri hiyo ndio njia tu ambayo tunaweza tukaitumia, na njia nyingine ni kupeleka malalamiko yetu katika tume ambazo zinahusika. Hilo nahakikisha kabisa tutalisimamia. Lakini la pili, la msingi vile vile, ni kwamba wakati mwingine unaweza ukadhania kama umedhulumiwa, lakini kudhulumiwa wewe mwenyewe hukusimamia. Niwaombe sana wana ADC, pale ambapo tumeamua kuingia kwenye uchaguzi, tuingie seriously ili watu watuone kama kweli tumeingia kwenye uchaguzi. Na nakumbuka haya kwa sababu kwa nyuma tulikuwa na chama cha CUF. Dar es Salaam ukiangalia mikutano yetu kwenye CUF ilikuwa hatari, lakini kile uchaguzi tulikuwa tunakosa, au kweli? Sasa kwa nini? Kwa sababu hatusimamii vizuri. Hebu tujitahidi kusimamia vizuri. Na nakumbuka anasema haya wakati ule Pemba tulikuwa na viti 18, hatukuwahi kukosa hata kimoja wakati wa CUF. Hata kimoja. Hatukosa udiwani, hatukosa uwakilishi, hatukosa ubunge. Kwa hiyo kama mnasimamia vizuri, haki yenu inapatikana vile vile. Tusimamie kwa shari, tusimamie katika taratibu za kisheria zilizopo. Na hili kushirikiana nanyi katika hilo, kwa ili hakisha haki inapatikana. Swala la tembo. Haya mambo mawili yalikuwa yanaambatana, ndio maana nimejua kwa pamoja mheshimiwa mwenyekiti. Tembo kwanza ni tatizo la msingi. Bahati nzuri nilifahamu sana. Nimekaa bungeni nilikuwa nalo. Hata juzi kulikuwa na kikao fulani nimekutana nalo ile tatizo kwamba kweli tembo ni wanyama ambao wamezidi kiwango kiasi kwamba wanaingia kwenye mashamba ya wananchi.
na lazima serikali ichukue hatua katika hili. Ujumbe kwamba niupeleke na kuhakikisha kabisa usiku wa leo tukijaliwa nitaupeleka. Usiku huu wa leo ujumbe wa IDC juu ya swala la tembo nitaupeleka. Na bahati nzuri nayo access ya kupeleka. Lakini vile vile tunahitaji vile vile kuna na kitakumu kidogo. Je, katika hali mazingira yetu tulionayo sisi wenyewe tumechukua hatua gani? Tumekwenda kuonana na mamlaka zinazohusika zichukue hatua au tukwenda? Kwa sababu ile swala moja zilizoulizwa. Je, huyo anayekwambia mashtaka na kutolea amekwenda kwenye mamlaka zile maliasili na kadhalika na hatua hazikuchukuliwa? Lakini nasema kwa upande wangu mimi hapa kwa nafasi ndio nayo katika taifa hili na kuhakikisheni kabisa salamu zitafika kwa wahusika wote mpaka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana, naomba kura zenu wote. ADC kidogo. Mkurugenzi wa uchaguzi, ndugu wajumbe, chama chetu kama tunavyojieleza ni chama cha kidemokrasia, si ndio hivyo? Pamoja na kwamba wagombea wako wawili, upande wa visiwani na upande wa Jamhuri, si ndio hivyo? Tumeleta masanduku haya ili haki ifanyeje? Narudia tena, tumeleta masanduku ili haki ifanyeje? Mtu anaweza kusema nilikuwa sina nia kupiga kura. Sasa unadumbukiza tuma, si ndio hivyo? Unaweza unadumbukiza, huwezi unasema hapana, kufanyeje? Zinasoma. Ndio maana tumeleta masanduku haya ili asije katoka mtu akasema sikupata haki ya kupiga kura, kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kusema Tanzania upande wa Jamhuri nyosheni mikono, imeisha. Upande wa Zanzibar nyosheni mkono, imeisha. Lakini kwa sababu ya demokrasia sasa niombe kamati ya uchaguzi itupitishe kwenye kupiga kura. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Ndugu wajumbe, imefika muda sasa wa kazi. Imefika muda wa kazi. Hatua inayofuata ni kugawa karatasi za kupigia kura kwa wajumbe. Narudi kukumbushia tena wale wajumbe ambao wamekaa upande huu, kwa wageni waalikwa, hebu njoni msimame huko. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa kutoa tangazo. Wagombea wetu wamepewa nafasi ya kuweka mawakala wao. Samahani kidogo. Tunataka tupate kwanza uhakiki mpya wa wajumbe wetu. Nakuja huko Mheshimiwa. Wajumbe wetu, wagombea wetu wamepata nafasi ya kuweka mawakala wao ili kudhibiti hatua za mwanzoni za uchaguzi mpaka mwisho. Mheshimiwa Ahmad Rashid Mohamed amemteua sahiba wake Manjase Haji Manjase kuwa wakala wake. Na Bwana Wilson Elias amemchagua Sandra Mvungi kuwa wakala wake. Kwa hiyo naomba mawakala hawa wakae mkao kuwa tayari kuhakikisha kwamba zoezi hili limesimama kwa mujibu wa taratibu na sheria za chama chetu. Kuhusu akidi, Mheshimiwa wajumbe halali wa mkutano mkuu maalum wa uchaguzi wa IDC ni 200. Wajumbe waliothibitishwa ukumbini leo ni 152. 152. Kifuatacho ni timu ya kamati ya uchaguzi itagawa karatasi 2 kwa kila mjumbe, ambapo karatasi moja itaitumia kwa ajili ya kumpigia kura mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na karatasi ya pili itaitumia kwa ajili ya mgombea wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Huo ndio utakuwa utaratibu. Itakapofika hatua ya kupiga kura, utaamka na karatasi zako zote 2. Ukifika hapa tutatoa maelekezo, utakuta sanduku ambayo kwa hiyo utachukua kura ya kwanza kwenye sanduku la mgombea urais wa Muungano, kura ya pili kwenye sanduku la mgombea urais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hivyo basi, kwa heshima na taadhima, niwaombe wajumbe wa kamati yangu sasa kwa kuokoa muda tuchukue karatasi za kupigia kura na kuanza kuzigawa kwa wajumbe. Na kuongezea neno, mgombea wa Jamhuri hatopiga kura kwa sababu sio mjumbe. Kwa hiyo yeye usimpe karatasi, kwa sababu tumesema tunakwenda kwenye njia halali za kiuchaguzi na nimemuingiza humu kwa ruhusa yangu mwenyewe na wajumbe kuthibitisha. Kwa hiyo usimpe karatasi ya kupiga kura. Lazima tuende kidemokrasia. Karatasi 2 kwa wajumbe. Wamekaa upande huu na upande huu. Mgombea wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Wilson Elias asipewe kura karatasi za kura. Anzia meza kura. Kwa sababu sasa Mheshimiwa, anzia meza kura. Mgombea mgeni mkuu Mr. Ngobedi
Asaidie kutoa maelekezo. Msigawane hizo karatasi. Anaendelea Sara. Ongea Sara. Ziko mbili, mmoja anagawa karatasi ya Zanzibar, nyingine ya Muungano. Zoezi hili litasimamiwa kwa karibu na Kamishna Ndebedi, wakala wa Mheshimiwa Hamad Rashid, Mr. Nanjase na Mrs. Mvungi, wakala wa Wilson Elias. Mkipenda mnaweza mtafuatilia zoezi la ugawaji kura na usambazaji karatasi za kupigia kura. Naomba muongozane ili kuhakikisha kama karatasi zinazogawiwa ni mbili kwa kila mjumbe. Mawakala wa wagombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, wafateni wanaogawa karatasi, muhakikishe kila mgombea amepewa karatasi 2 tu na si vinginevyo. Wajumbe, toeni kalamu zenu kwenye mfukoni mwenu. Wale ambao mshapewa karatasi mnatakiwa kupiga kura moja kwa moja muda huu. Na ukimaliza tunakuja moja kwa moja kudumbukiza. Lakini wakati wa kudumbukiza kuweni makini sana kuangalia karatasi yako ya kupigia kura unayodumbukiza. Kama ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sanduku lake hili hapa. Na kama unampigia Mheshimiwa Hamad Rashid, sanduku lake hili hapa. Karibuni wale wajumbe ambao tayari mmeshakabidhiwa karatasi za kupigia kura na mmekwisha piga kura zenu, lakini kwa sasa tunaanza high table. Tunaanza kwa tulieni kwanza wajumbe, tusubiri meza kuu kwanza idumbukize karatasi zake. Tunamwona mwenyekiti taifa na timu yake ya viongozi wa ngazi ya juu anawadumbukiza, anatufungulia zoezi letu kwa kudumbukiza kura. Asante. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutuzindua zoezi letu. Anafuata makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa Mvungi. Anafuata Mheshimiwa Hamad Rashid, yeye anataka kupiga kura kwa sababu tayari ni mjumbe. Vile vile katibu mkuu anafuata Mheshimiwa Seria. Mheshimiwa Mtumwa. Sasa wajumbe wengine karibuni, lakini zingatieni msichanganye karatasi za kura. Mmoja tu. Asante. Zingatia karatasi yako kwenye sanduku unaloweka kwamba ni. Zingatia karatasi yako ya kupigia kura kwamba box unaloweka ndio linalohusika. Waandishi wa habari mnaweza mkafuatilia kwa karibu zoezi la kupiga kura. Wajumbe wa Alliance for Democratic Change ABC, chama cha watu wastaarabu, chama cha hoja, wanakwenda kupiga kura. Sasa kura zinapigwa. Na sisitiza Mheshimiwa Nanjase, msikie Kamishna Mkuu Ndebedi akupe maelekezo. Wajumbe watabaki kwenye ukumbi. Wajumbe bakieni hapo mlipokaa. Nasisitiza tuje mmoja baada ya mwingine kwenye sanduku la kupigia kura, huku ukiwa umezichanganyia kura zako vizuri, kuepuka usumbufu wa kupiga kura kwenye box isiyokuwa husika. Dumbukiza kura yako kwenye box husika. Naona viongozi wetu wa jumuiya ya kina mama wanapiga kura zao. Karibu. Tunaomba spidi ya kugawa karatasi za kupigia kura iongezeke. Asante. Waandishi wa habari makini, unachukua picha mbalimbali za zoezi la upigaji kura. Demokrasia imechukua nafasi yake kama lilivyo jina la chama chetu. Pamoja na kwamba tuna wagombea wawili tu, mmoja wa upande wa Zanzibar na mmoja upande wa Muungano, lakini bado mwenyekiti wetu mahiri, mwanademokrasia namba 1 kwenye chama chetu, ametoa maelekezo kwamba haki itendeke kwa kupiga kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwanademokrasia namba 1 kwenye chama chetu hakutaka mikono, pengine ingeonyesha miili.
ametoa upendeleo, ametoa demokrasia ifanye kazi yake kwa kutoa nafasi kila mpiga kura aje kwenye boksi akiwa amekishatiki kura yake. Tunatiki kura zetu Juni na tutatiki Oktoba. Karibuni sana ndugu wajumbe, karibuni sana ndugu wajumbe. Kila mjumbe ana kalamu, unaweka tiki, unachagua sanduku sahihi kati ya Zanzibar na Muungano, kati ya Zanzibar na Muungano. Tunashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, miongozo wako umelifanya zoezi liwe jepesi. Tunakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Chama Taifa kwa kusimamia mchakato huu na zoezi linaenda vizuri. Zoezi linakwenda vizuri ndugu wajumbe. Hatua kwa hatua viongozi wa ngazi mbalimbali, wajumbe wa mkutano mkuu wa kawaida wanakuja kwenye sanduku kupiga kura. Tunakwenda vizuri. Namuona tunakwenda vizuri. Waandishi wa habari nao wako makini, wanachukua picha za matukio. Kamati makini ya uchaguzi, ongezeni kasi ya kugawa karatasi, lakini kwa umakini. Hii shughuli imalizike mapema, njaa zimeanza kuuma kwa wajumbe na waalikwa. Sasa wajumbe ongezeni spidi. Mr. Ngobedi. Kamati ya uchaguzi inagawa karatasi ikisimamiwa na mawakala wa wagombea. Safi sana. Kamati ya uchaguzi inagawa karatasi za kupigia kura ikiwa inasimamiwa na mawakala wa wagombea. Kwa upande wa Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, wakala wake ni Bwana Haji na Njasi Haji, wenyewe wana jimbo lao wanafanyana mshamba. Na upande wa Mission Leaders, hakikisheni karatasi zetu zimekamilika. Wajumbe makini wa chama cha Alliance for Democratic Change ambao kuanzia sasa wanakuwa wanaonekana katika rangi za orange kuanzia kwenye bendera, kadi na sare, wanakuja kupiga kura. Wajumbe wa Alliance for Democratic Change, namuona katibu na viongozi mbalimbali, katibu wa wilaya Tabora, Mheshimiwa, karibu, sanduku hizo hapo. Mwenyekiti wa kina mama mkoa wa Kigoma, vijana wafadhili, na wanapiga kura yake. Wajumbe mbalimbali, karibuni sana. Mheshimiwa Nanjasa yuko makini sana kudhibiti kura za mgombea wake. Kuweni makini wakati wa kudumbukiza kura. Kamati ya uchaguzi, jiandaeni na zoezi. Katibu wa kamati ya uchaguzi Mzee Mustafa kachukua karatasi. Karatasi moja moja kwenye sanduku la kupigia kura. Karatasi moja moja, na waona viongozi mbalimbali. Mheshimiwa Ali Shabani Murahivu, mwenyekiti wa wilaya Kigoma Vijijini, karibu sana Mheshimiwa kwa sanduku la kupigia kura. Namuona mwenyekiti wa vijana wa wilaya Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Omari Hamimu, karibu sana. Mkurugenzi wa mipango
Karibu sana kwa sanduku la kupigia kura. Katibu wa kamati ya uchaguzi, njoo na karatasi nyeupe za kuandikia taarifa. Karibuni sana. Asante wajumbe. Asante sana wajumbe kwa kutimiza wajibu wenu wa kikatiba ya kuchagua. Asante sana wajumbe wa IEBC, na wapendeni sana. Asante sana wajumbe wenu wa IEBC, na wapendeni sana. No. Unakwenda upande wa Zanzibar. Mgombea wetu kwa upande wa Zanzibar alikuwa ni mmoja, naye ni Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed. Idadi ya wajumbe wastahili kupiga kura na walioko ukumbini ni 152. Kura zilizopigwa ni 140. Kura zisizopigwa ni 12 na kura zilizoharibika ni 2 tu. Kura halali jumla yake ni 138. Kura za hapana ni 0. Hivyo basi, Mheshimiwa Hamad Rashid ameshinda mchakato huu kwa kura 138 sawa na 90.8. Makofi kwake. Piga makofi. Kwa heshima na taadhima, napenda kuwasilisha matokeo haya kwa Mheshimiwa Mwenyekiti meza kuu na kwa wajumbe, huku nikiwapongeza kwa kazi nzuri. Asanteni.